Anayeongea hapa ni mimi Kamanda Rene Itongwa, kiongozi mkuu wa Wazalendo. Napenda kuongelea kuhusu swali 2 au 3 kuhusu hali ya hivi vita. Kitu cha kwanza, hivi vita ambavyo tuko tunavipigana hapa, adui hana nguvu, ila kinachosababisha vurugu hizi zote ni kufatana na hali ya viongozi mbalimbali ndani ya jeshi la FARDC, viongozi wazalendo. Hii ni komunike tunapana kwa watu wote wa Kongomani wenye wanajua kusema ya kwamba walikula rushwa. Ni ujumbe, ni message. Mungu anasirika. Mungu Roho Mtakatifu anasirika. Yeyote mwenye anajua aliwahi kula rushwa hapo mbele, anakula rushwa, anaendelea kula rushwa, wakati wa maangamizi, wa adhabu, wa hukumu umefika. Haijali mtu ni nani, yeyote mwenye anachangia kwa kuuzisha hii nchi, kwa kugabulisha hii nchi, kwa kukula rushwa, ili adui Mnyarwanda na wengine wote M23 waingie na waendelee na mauaji na mambo mabaya ya kuuzisha nchi, adhabu inakuja kwa ajili ya hao watu. Mungu anapana tahadhari. Hii ni ujumbe yenye tunaleta, ni ujumbe yenye natumwa na Mungu, kama vile Yona alivyotumwa aende Ninawi kushauri na kupana tahadhari huko Ninawi. Kwa hiyo na mimi nimetumwa niambie watu wote, hata rais wetu wa nchi ya Kongo ni Mungu. Mimi nanukulu mambo ambayo Mungu anayasema. Hata rais wa nchi yetu Felix, ikiwa anaweza kuchangia na yeye kwa mambo ya nchi, awe ministre, awe premier ministre, wawe wa general wazalendo, wawe wengine wote, makabila yote, viongozi wote wa kisiasa kama vile wa kijeshi, yeyote anaweza kuchangia kwa ajili ya kukosesha usalama wa Kongo, kwa kuungana na adui, kwa kukula rushwa, kwa kuuzisha hii nchi. Wakati ya hukumu inakuja. Wakati ya hukumu inakuja. Hata wakamate maeneo yote, hata wakamate maeneo mengi, lakini hukumu inakuja. Ghadhabu kuu inakuja yenye kila umoja ataona na kushangala. Adui hana nguvu, lakini anapewa nguvu na watu ambao wenye kula rushwa, wenye kupokea rushwa. Kwa hiyo adhabu inakuja. Mungu anatuomba ya kwamba tufanye mwaliko. Mungu Roho Mtakatifu ambaye alishuka katika kipindi cha 3 ameshuka kudunia, Afrika, Kongo, mashariki mwa Kongo pa ubembe. Mungu Roho Mtakatifu tata wa Israeli anasema ya kwamba tusome kitabu cha Ezekieli 37 mstari wa 12. Kila mtu atasoma hapo na ataona. Tunaalika viongozi wote wa kijeshi kama vile wa kisiasa, wote bila distinction, tukutanane huko
Ubembe, tarafa la Fizi, sekteri ya Tanganyika. Twende tupewe mamlaka ya kuadhibu adui huyu. Hiyo ni mwaliko. Mengine mambo yote mutaambiwa tukiwa hapo. Kila umoja asome hiyo andiko, ila ni tahadhari kubwa kwa yeyote ule mwenye atakula rushwa. Kuhusu adui mwenye kona kuya, huyo Corneille Nangaa na watu wake. Nanga mujue ni kitu ambacho kinatumikishwa kwa kusaidia mtumbu, boti, bato katika maji. Na ikiwa mwenye kuwa kunanga anaachilia nanga na kamba, nanga inaenda lote na haiwezi kuonekana milele. Au wakikata kamba, nanga inaenda na haitaonekanaka. Muda unafika wa kamba kukatwa au kuachiliwa, na M23 ilishaka laaniwa. Na yeyote mwenye anaungana na M23 ajue ya kwamba ataenda na M23 na mai, ataangamia. Maangamizi iko inakuja kuanza kukichwa. Yeyote ule mwenye anaweza kaingie mupuchi, kama vile leo Kabila alikuwa rais wa nchi, na leo anaingia kwenye adui kwa ajili ya kuangamiza nchi. Rais wetu na yeye ikiwa anaweza kuchangia kuhusu hiyo hali, ni mambo ya Mungu, ni sauti ya Mungu. Tunanukulu sauti ya Mungu Roho Mtakatifu. Na mwaliko huo, kila kiongozi mwenye atafika kwenye kikao hicho, kinahitajika kwa haraka iwezekanavyo. Mwenye atahitaji kupata tariki ataniita kwenye inbox kunamba yangu mimi Rene Itongwa. Twende tuone nini Mungu atatufanyizia. Mungu ambaye ameshuka kukongo Ubembe, Mungu Roho Mtakatifu, Tata waise elelwa. Hiyo ni message ambayo nimefikisha kwa kila Mkongomani, kwa kila kiongozi, kwa kila yeyote yule ambaye anaweza kujisikia kula rushwa ya adui. Tunaalikwa na sauti ya Mwenyezi Mungu, twende tujionee na dunia ishuhudie yatakayoonekana kwa ajili ya adui M23. Napunguzia hapo. Aliye na sikio atasikia, na aliye na dharau atadharau, lakini matokeo yataonekana baadaye.